Kama tunavyojua kwa hakika kuwa rushwa ni adui wa maendeleo ya taifa na ustawi wa wananchi wetu, na rushwa hunyima haki kutendeka. Kwa ujumla, ukiangalia ripoti ya mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU, hali imeimarika, si kama nyuma tunakotoka, ingawa baadhi ya dosari zinaendelea kujirudia kila mwaka. Hapa ni kuelekeze mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU kwamba chombo chetu kiendelee kuchukua hatua bila upendeleo wala muhali kukabili vitendo vya rushwa na ufisadi. Aidha, ni waase viongozi wenzangu ndani na nje ya serikali kuendelea kujiepusha na kupiga vita rushwa na ufisadi katika maeneo yetu ya uwajibikaji. Tukifanya hivyo, tutalinda rasilimali za taifa na kujenga msingi imara wa maendeleo endelevu kwa kizazi sasa na kizazi kinachokuja. Uwajibikaji si chaguo, bali ni wajibu. Ni wajibu kuwajibika, si chaguo. Nataka kuwajibika au sitaki, hapana. Na wajibu huu hauishi kwenye taasisi hizi tatu pekee, bali kwenye taasisi unatuhusu viongozi wote wa umma na Watanzania wote kwa ujumla. Kwa upande wetu serikali, tutaendelea kuimarisha mifumo ya uwajibikaji, na pale ambapo kutabainika kushindwa kuwajibika au kutimiza majukumu ipasavyo kutokana na uzembe au ubadhirifu, hatutasita kuchukua hatua stahiki kwa mujibu wa sheria zetu. Hivyo ni imani yangu kwamba tutakaposimamia rasilimali zetu kwa uadilifu na uzalendo, tutaimarisha uwajibikaji na kuharakisha maendeleo ya taifa na usawi wa wananchi wetu. Na hapa ni mwelekeze Katibu Mkuu Kiongozi kusimamia kwa karibu tathmini ya utekelezaji wa mapendekezo yote yaliyotolewa na taasisi hizi. Na nataka nitoe pongezi kwa CAG, mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU na mkurugenzi mkuu wa PPRA kwa kazi kubwa na nzuri mnayoifanya katika kutekeleza majukumu yenu kwa mujibu wa katiba na sheria za nchi yetu. Taarifa zenu zinaonyesha mafanikio katika maeneo mbalimbali na mapungufu katika baadhi ya maeneo yanayohitaji kuangaliwa kwa umakini zaidi, kwa kuchukua hatua madhubuti za kurekebisha mapungufu hayo ili kufikia malengo yaliyokusudiwa. Sehemu kubwa ya fedha za serikali hutumika kwa ajili ya manunuzi ya umma, na ni muhimu kwa hiyo eneo hili lisimamiwe kwa umakini na uadilifu mkubwa. Wito wangu kwa viongozi wenzangu ni kusimamia kamilifu taratibu za manunuzi ya umma katika taasisi zetu. Vile vile ni kuelekeze mkurugenzi mkuu PPRA ili tuweze kusimamia vizuri kwenye taasisi zetu. Kuna kitu kinaitwa name and shame. Kwa hiyo ripoti yako ya mwakani ukitutajia nani wanafanya vibaya zaidi na nani wanafanya vizuri zaidi, itakuwa vizuri, itawatia ari wale wanaofanya vibaya zaidi ili wajitahidi kufanya vizuri zaidi. Baada ya kusema tu mashirika haya imefanywa, sema TANESCO hawajafanya vizuri, nani wamefanya vizuri, tutajie ili waone aibu, wajitahidi wafanye vizuri.